Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano Tanzania kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoka mashirika ya kimataifa wanaendelea na utekelezaji wa mradi wa kitaifa wa Fulu katika mkoa wa Kaskazini Unguja na wilaya ya Mlimba, eneo la Kilimanjaro, Tanzania bara. Akizungumza katika kikao kilichofanyika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, mratibu wa mradi wa Fulu Zanzibar Miza Suleiman amesema mradi huo umelenga kuboresha maisha ya wananchi. Mradi unatekelezwa Tanzania nzima, ni mradi wa kitaifa unaokuwa katika Tanzania bara na Zanzibar, na mradi huu unasimamiwa na Wizara ya Maliasili na Utalii chini ya Idara ya Misitu na Nyuki Tanzania bara, lakini kwetu hapa tuko katika Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kutoka katika Idara ya Misitu nao pia. Kwa hiyo ni mradi jumuishi tunavyotaka sasa. Hatuwezi kwenda vile kila mmoja akafanya katika sera zake. Lazima tukae tujumuike wadau wengi. Na tunategemea sana wakulima wengi wanategemea kilimo cha mvua. Sasa hivi tunakwenda kule kwenye mambo ya irrigation. Ndio basi serikali ikajenga ile bwawa ili tukabiliane na yale mabadiliko ya tabia nchi. So tunategemea utalii, lakini pia na misitu yetu na mandhari yetu ikae vizuri. Hiyo ndio impact ambayo tulikuwa tunasemea hapa, ili tuweze kutunza hii misitu yetu ya serikali kuu, lakini pia ya jamii la hilo kuzunguka katika mangrove area. Kwa upande wake, mratibu mkuu wa mradi wa Fulu kutoka Tanzania, Wanjala Mgwaya, ametaja changamoto katika baadhi ya maeneo katika mradi huo. Tulipotekeleza mradi tuna kitu tunachoita target. Zanzibar tuna target ya kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya utekelezaji kwenye uhifadhi. Sasa katika kupata hayo mafanikio lazima kuna misitu au maeneo tunaya target. Zipo Kofma, lakini kuna misitu ya serikali kuu. Sasa msitu mmoja wa Kiwengwa unatupa wasiwasi. Mara nyingi tunapopeleka fedha, tunatamani eneo tunalopelekea fedha au juhudi zozote ziungwe mkono na wananchi wenyewe, kwa sababu ndio wanufaika wa kwanza. Sasa tulivyokuwa tunaanza kupata maombi kutoka serikalini huko kwamba pengine tutafute njia sahihi ya kulinda ule msitu kwa kujenga ukuta, bado tulijikuta tuna conflicts za maeneo yale kuwa na makazi. Kuna vijana kule nyumba zimejengwa wanasema labda uondoke wewe au nibaki mimi, au mimi niondoke ubaki wewe. Sasa ile ukiona ni hatari kidogo, na hata ambao tuna watu wetu tunaowaweka kule kusimamia uhifadhi kwa maana ya kulinda, nao wanakuwa hawako salama. Sasa ninaleta ombi kwako kwamba kama itawezekana mtusaidie namna ambavyo tunaweza tukaresolve conflicts kule Kuwengwa, ili ule msitu tusiuache kwenye juhudi zetu za kuendelea kuulinda. Akizungumzia mpango wa uhifadhi na ulinzi wa rasilimali maji katika mkoa wa Kaskazini Unguja, mkuu wa divisheni wa rasilimali maji kutoka Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Saidi Faraji, anasema mkoa wa Kaskazini ni miongoni mwa sehemu ambazo kuna ukuaji mkubwa wa utalii, na changamoto iliyokuwepo ni upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Na mkoa wa Kaskazini kiujumla umeathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamepelekea baadhi ya vyanzo vyetu vya maji kupata shida ya kuongezeka kwa kiwango cha chumvi katika maji. Hasa kupitia mpango huu na mikakati tulioiweka kama nilivyowasilisha katika wasilisho langu kwamba tunaenda kutatua changamoto hiyo, na vile mpango huu utazingatia ujumuishaji wa wananchi katika rasilimali maji. Tunatoa wito kwa wananchi kwamba tuwe pamoja wakati ambapo tunaenda kutekeleza mpango huu. Wakichangia kuhusu mradi huu wa Fulu, washiriki wa kikao hicho wanaelezea. Mimi kwanza ni ushukuru huu mradi uko mkoa wa Kaskazini, na kama tulijua hapo kwamba chakula Zanzibar, mpunga ndio chakula kikuu kwetu Zanzibar. Programu inatufundisha kilimo bora kuanzia mwanzo wa uchaguzi wa mbegu mpaka mwisho wa mlaji. Lakini tukienda katika demo, ni kweli demo ziko vizuri kwa sababu zinafuata kile kilimo bora, lakini turudi kwa wakulima wetu baada ya kuwapa pale mafunzo. Bado wakulima wako chini sana, hususa swala la pembejeo. Je, program kama hii au kwa upande wa serikali kuna taasisi zozote za kifedha kuweza angalau kuwezesha wale wakulima wafate kile ambacho wamefundishwa na mradi? Naye katibu tawala wa mkoa wa Kaskazini Unguja, Amer Ali, amesema ili kufikia malengo lazima yawepo maadhimio ambayo yatasaidia kuwezesha utekelezaji wa mradi huo. Hapa tumeambiwa kwamba lazima tufuatilie changamoto ya iliyokuwepo kwenye msitu wa hifadhi Kiwengwa.
na kuona namna gani tunaweza kuchukua hatua, ikiwemo hiyo ya variation. Kama kuna eneo ambalo halistahiki kuingia kwenye program, basi inabidi tufanye utaratibu wa kuchukua hatua. Lakini pia jengine, tusimamie shughuli ya usafi wa maeneo ya hifadhi ya maji ili tuweze ku maintain its naturality. Jengine, masheha waelekeze mipaka sahihi kati ya hifadhi na maeneo yanayomilikiwa na watu. Mradi huo wa Foluu unatarajia kuendelea kuleta matokeo chanya, hatua itakayochangia kuboresha maisha ya wananchi na kuhifadhi mazingira kwa vizazi vya sasa na baadaye. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.